Rais William Ruto, mtangulizi wake Uhuru Kenyatta, vile vile naibu rais Kithure Kindiki na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua hii leo walikutana wote kwenye jukwaa moja huko Embu katika hafla ya kumuidhinisha Askofu Peter Kimani Ndung'u katika Diocese ya Embu. Ndio mara ya kwanza kwa wanahao kukutana baada ya tofauti za kisiasa kuibuka baina yao. Japo kwa maneno walioyasema ni machache mno, kuna mengi walioyatamka kupitia ishara na mienendo yao, kama anavyoarifu mwanahabari wetu Ibrahim Karanja. Kukutana kwenye hafla moja kwa Rais William Ruto, mtangulizi wake Uhuru Kenyatta, naibu rais Kindiki Kithure na naibu rais aliyebanduliwa Rigathi Gachagua hakungekuwa jambo la kupuuzwa, hata iwapo ni katika hafla ya kanisa. Hawa sio watu tu waliowahi kuwa katikati ya uongozi wa taifa, bali ni marais wawili, japo mmoja ni mstaafu, manaibu rais watatu, japo mmoja alipanda cheo na kuwa rais na mwingine akifurushwa huku mwingine akihudumu kwa sasa. Hawa ni wanandoa kisiasa waliotalikiana kwa wakati mmoja. Tangu mapema Jumamosi, makali ya mahusiano yao yalianza kuonekana wakati naibu rais aliyefukuzwa kazi Rigathi Gachagua alipofika. Picha zilisambaa kote mitandaoni za Gachagua akitembea kwenye matope kuingia kwenye hafla. Huyu ni jamaa ambaye kwa miaka miwili zilizopita alizoea kuendeshwa hadi kwenye zulia jekundu na kumwelekeza hadi kwenye eneo anakoketi rais. Lakini hata akitembea kwenye matope, Gachagua alipokelewa kwa shangwe akijielekeza kwenye hema mbali na lilikokuwa hema la rais. Kwenye hafla yote hii alionekana akisemezana tu na wabunge waliokaa kando yake, Githunguri Gathoni wa Mushomba na mwenzake wa Maragwa Mary wa Maua. Mara kwa mara viongozi wa kanisa walionekana wakizungumza na Gachagua. Kutoka hapa alipokuwa ameketi, naibu rais huyu wa zamani alitia machoni tena kwa njia nzuri mno pale bosi wake wa zamani aliyekuwa rafiki yake na sasa adui yake wa kisiasa, Rais William Ruto akiwasili, akiandamana gumosi gupili na naibu wake wa sasa Kithure Kindiki. Kindiki akitembea alikotembea Gachagua na kuketi alikozoea kuketi Gachagua. Ila alipowasili rais mstaafu Uhuru Kenyatta, shangwe na nderemo zilizidi. Mara ya mwisho alipozungumza hadharani ndani ya mipaka ya Kenya ni alipokuwa akilalamika dhidi ya kile alichosema ni familia yake kunyanyaswa na kudhulumiwa na utawala wa Rais William Ruto. Kenyatta akiketi karibu sana na Rais Ruto, na ni naibu rais Kithure Kindiki pekee aliyekuwa kati yao. Mara kwa mara walinongonezeana sana, wakionekana wenye furaha kama marafiki wa siku nyingi. Ulipowadia muda wa viongozi kuzungumza, mchanganyiko kuhusu itifaki yao ilikuwa wazi. We would wish, Madam, you will come back to invite the deputy president. Perhaps I can invite the former president. Okay, invite the deputy president. It's now my honor and pleasure to welcome the Deputy President of the Republic of Kenya, Professor Kithure Kindiki. Thank you very much. Utanisamehe Askofu Muheria, kwa sababu kiitifaki singeweza kuongea baada ya rais wa nne kuongea. Kwa hivyo utanikubalia nikimwalika akishatusalimia nirudi hapa ili nialike rais wa sasa, rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya. Naomba sasa kwa heshima kubwa kiongozi wetu aliyehudumu kama rais wa nne, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, akuja atusalamie. Welcome Mr. President. Alipomaliza kumpa kongole askofu wa siku, Kenyatta kwa hali yake ya kawaida akaanza gumzo, ila sio kabla ya kucheza na kipaza sauti kama kawaida yake. Mimi sina mengi ya kusema. Najua mimi sasa siku hizi mimi sina mastori mingi. Mimi naangalianga tu TV. na kusikia radio tu.
Lakini ningependa kuungana na yale yamesemwa hapa na mwenzetu makamu wa rais. Tuombee nchi yetu, tuombee amani, tuombee uwiano kati ya viongozi na wananchi, tuache mambo ya ukabila na tupendane. Sisi wote ni wa Kenya, na Kenya haiwezi kufaulu watu wakiwa na utengemano, wakiwa watupiana maneno, wakiwa hawaheshimiani. Vile tumesema bishopu hawaheshimu, nyinyi mutarudisha hiyo. So viongozi pia muheshimu wananchi na watarudisha hiyo heshima. Kiongozi wetu aliyestaafu Rais Uhuru Kenyatta, ile kazi uliniwachia mimi nang'ang'ana nayo mbaya sana. Kusukuma. Na pale kwa CBC tulianza mambo ya elimu mpya, mfumo mpya 2017. Nataka niseme kufikia sasa, next year tunaenda grade 9 na tayari tumenunua vitabu ya watoto wetu wa grade 9 1-to-1. Picha hii ya Rais William Ruto na mtangulizi wake Uhuru Kenyatta, au hata picha hii au hii ambayo wanacheka pamoja, ama hii ambayo sasa inamhusisha naibu rais Profesa Kithure Kindiki. Picha hii haijaonekana katika taifa la Kenya kwa karibia miaka 2 kufikia sasa. Wanasema kuwa katika siasa, siku moja ama hafla moja huenda ikawa na maana kubwa sana kisiasa. Je, siku hii ambayo ilifanyika Embu ina maana gani kisiasa katika siku zijazo? Ibrahim Karanja, NTV.